kipindi chetu hapa studio, kipindi cha Gospel Music on Sunday. Tukukaribishe sana mtumishi wa Mungu. Tumepata kuweza kumsikiliza mtumishi wa Mungu ambaye pia anatumika kupitia uimbaji, Peter Banzi kutoka jijini Dar es Salaam, ambapo leo ameweza kutufungua vijana kwa sehemu kubwa kwamba kuna faida yake kuweza kumtumikia Mungu angari tukiwa vijana. Sasa tusijione kama vijana maji ya moto, tumtumikie Mungu angari tukiwa tuna nguvu. Yeye ambaye pia ameweza kutujalia afya njema na uzima. Na hapa studio tumefikia wakati pia wa kuwa na mtumishi wa Mungu katika lile neno la uzima kwa saa huu. Tukukaribishe sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Naam, naona kuna mengi ambayo umeweza kumwandalia pia msikilizaji. Ndio, ni kweli. Naam, karibu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru tena kwa nafasi hii ambayo Bwana ametupatia ili tuweze kutafakari neno lake. Basi nisipoteze muda, moja kwa moja nikaribishe. Naweza kufumba macho hapo ulipo, ukatulia, tuko tulivu, tuombe, tumkaribishe Roho Mtakatifu akapate kutuongoza. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, na kila sababu ya kushukuru kwa yote ambayo umetujalia. Asante kwa zawadi ya uhai uliotupa. Asante pia kwa muda huu ambao umetupatia tuweze kutafakari neno. Kwa jina lako Yesu Kristo, naomba tujaze Roho yako Mtakatifu apate kuniongoza kwa namna pekee katika kutoa neno lako, lakini zaidi sana akapate kumuongoza ndugu msikilizaji aweze kupokea, aweze kusikia, aweze kuyapata yote ambayo Roho umemwandalia. Baba, nazidi kurudishia sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Siku ya leo tunaendelea na tafakari yetu ambayo tulisha kuwa nayo wiki iliyopita, lakini kutoka pale tulipoishia nataka tuendelee mbele zaidi. Tujaribu kuangalia somo la aina jingine lakini lenye mwendelezo ule uliopita. Labda nijitambulishe tu ndugu msikilizaji, kwa majina yangu ninaitwa Mwalimu Adriano Stefano Mkiliti. Mwalimu Adriano Stefano Mkiliti. Na namba yangu ya simu ni 0714 220005 220005. Wiki iliyopita tulipata nafasi ya kupitia ubaya wa kukaa kwenye dhambi. Ubaya wa kukaa kwenye dhambi, na tukaangalia mambo manne mabaya ambayo yanaweza kutokea katika maisha yetu kama tukikaa kwenye dhambi. Lakini leo tunaendelea mbele zaidi kwa kujiuliza sasa, kwa nini hayo mabaya yametukuta? Jaribu kuangalia kwamba kukaa kwenye dhambi unafanyika kuwa msaliti. Kukaa kwenye dhambi haki zako zote zinapotea. Kukaa kwenye dhambi unasubiria hukumu ya mwisho. Jaribu kupita kokote. Lakini leo tunataka tujiulize swali moja muhimu sana. Swali muhimu sana, kwamba kwa nini sasa tuko kwenye dhambi? Au kwa nini tunarudi dhambini? Kwa nini mtu umeokoka, unamtolea Yesu maisha yako, umeongoka, unarudi tena kwenye maisha ya dhambi? Leo tutapita na kuangalia maadui wetu. Hakuna namna ambayo tunaweza tukaingia au tunaweza tukaishi maisha ya wokovu bila kujua, bila kujitathmini wewe mwenyewe binafsi, lakini pia bila kutathmini yule ambaye unapigana naye, yule ambaye ni adui kwako. Wakati wote sisi wa Kristo tunapotoa maisha yetu kwa Yesu, tunatangaza vita. Na hii vita tunatangaza dhidi ya maadui wetu wakuu watatu. Yesu Kristo anatufundisha katika kitabu cha Luka, Mwinjili Luka sura ile ya 14 kuanzia aya 31 na 32. Kuna kitu anatufundisha, anataka tukielewe kabisa. Tutasoma Luka sura 14 aya 31 hadi aya 32. Nasema, au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, hutuma ujumbe kutaka sharti za amani, mtu yule
akali mbali. Yesu Kristo anatoa mfano huu pale anapozungumzia habari za kumfuata. Ili somo unaweza kulianzia kuanzia mstari wa 25 na kuendelea hapa. Anazungumzia habari ya kutaka kumfuata yeye. Lakini huko mbeleni kuna kitu anatufundisha. Anasema kuna mfalme gani ambaye anataka kwenda kupigana, asiyekaa chini na kujitathmini, asiyekaa chini na kujiuliza maswali kwamba yeye ana jeshi kubwa kiasi gani dhidi ya mwenzake, na mwenzake ana jeshi kubwa kiasi gani, na kugundua kwamba mwenzake ana jeshi la wanajeshi 20,000 na yeye jeshi lake ni 10,000. Mtu bila shaka atakaa chini na kusema kwamba atake mazungumzo ya amani na sio kwenda vitani. Nini ambacho tunajifunza katika hiki? Tunajifunza kwamba kumbe katika vita yoyote, kitu cha msingi na kitu cha muhimu ambacho tunatakiwa tuanze nacho kama watoto wa Mungu, kama watoto wa Kristo, ni tathmini binafsi. Na tathmini hii ni unajitathmini wewe na unajitathmini na yule ambaye unapigana naye vita. Kwa leo tutajaribu kupita kuangalia maadui wakubwa katika hii vita ya wokovu. Wokovu kama nilivyosema ni vita. Tutajaribu kuangalia maadui wakuu watatu ambao hawa kwa namna moja au nyingine ndio ambao wanakusababisha wewe ambao umemtolea Yesu maisha yako unajikuta umerudi tena katika hali ya awali. Ambayo inakusababisha wewe ambaye haujamtolea Yesu maisha yako unabaki pale ulipo siku zote. Lakini sasa unatokaje sehemu hiyo? Lazima kwanza uwajue maadui wakuu watatu dhidi ya wokovu au dhidi ya ufalme wa mbinguni. Ukishawajua, wiki ijayo tukipata nafasi pia tutajaribu kuangalia sasa namna gani tunaweza kuwashinda maadui zetu, maadui ambao wanaturudisha nyuma. Labda nianze moja kwa moja kwa adui namba moja. Adui namba moja dhidi ya ufalme wa mbinguni ni nafsi yako au nafsi ya mwanadamu, nafsi yako mwenyewe. Huyu ni adui namba moja. Nafsi yako inaweza kuwa adui, tena ni adui mkubwa. Namwita namba moja na anasimama katika nafasi ya namba moja kwa ukubwa wake. Alafu namba mbili pia atasimama kwenye nafasi ya namba mbili kwa ukubwa wake. Kini namba moja huyu tumesema ni nafsi. Labda tufungue Biblia yako, unaweza kufungua hapo ulipo, Mwinjili Luka sura ya 9. Tutasoma kuanzia mstari wa 23 mpaka mstari wa 25. Luka 9 mstari wa 23 hadi mstari ule wa 25. Mstari wa 23 hadi mstari ule wa 25. Tutasoma kama ifuatavyo. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza na kujipoteza mwenyewe? Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo ameshinda. Bwana Yesu anatufundisha kitu hapa juu ya nafsi. Anasema mtu akitaka kumfuata lazima kwanza ajikane mwenyewe. Kujikana mwenyewe manake aikane nafsi yake, aikatae nafsi yake kwa yale ambayo inamtuma kuyafanya. Lakini anasema lazima ajikane mwenyewe, alafu kisha ajitwike msalaba wake kila siku amfuate. Amfuate Kristo. Ndio pona yake. Lakini zaidi sana anazungumza huko mbele kwa nini anasema hivyo mtu ajikane mwenyewe. Kwa nini Yesu anatanguliza kwanza mtu akitaka kunifuata ajikane mwenyewe, aikane nafsi yake? Kwa nini anasema hivyo? Anasema hivyo kwa sababu ifuatayo. Anasema kwa kuwa mtu atakaye taka kuiponya nafsi yake ataipoteza, na mtu atakaye ipoteza nafsi yake kwa ajili yangu au kwa ajili ya Kristo ataipata tena. Manake ataiponya. Ndio kwa mbele anasema inafaa nini au kuna faida gani mtu akapata ulimwengu wote kama akiangamiza, kama akiipoteza nafsi yake. Kwa nafsi inaonekana kuwa ni adui dhidi ya kumfuata Kristo. Wakati wote unapotaka kumfuata Kristo lazima uiangalie nafsi yako. Sasa tujiulize swali. Tunaweza tukafakari hapa, tujiulize swali zaidi. Kwa nini nafsi inakuwa adui? Au kwa nini tunasema nafsi ni adui? Kwa nini Yesu Kristo anasema habari ya kuikana nafsi ili tubaki katika utakatifu, ili tubaki katika kumwishi yeye?
hii tunaweza kuipata zaidi na tunaweza kuitafakari zaidi katika kitabu cha mwinjili Luka huyu sura ya 12 kuanzia mstari wa 16 hadi mstari wa 21. Luka sura ile ya 12 kuanzia mstari wa 16 hadi mstari wa 21. Bwana Yesu kuna kitu anakifundisha hapa. Anatoa mfano wa tajiri mmoja. Huyu tajiri Biblia inamuita tajiri mpumbavu. Tasoma. Akawaambia mithali akisema, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana. Akaanza kuwaza moyoni mwake akisema, nifanyeje? Maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu. Akasema, nitafanya hivi, nitazivunja ghala zangu, nijenge nyingine kubwa zaidi, na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu. Kisha nitajiambia, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Lakini Mungu akamwambia, mpumbavu wewe, usiku huu wa leo wanataka roho yako, na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Ndivyo alivyo mtu ajiwekeaye nafsi yake akiba, asiyejitayarisha kwa Mungu, asijitayarishe kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nafsi anakuwa adui? Yesu Kristo anatupa mfano wa tajiri mpumbavu. Tunaona hapa huyu tajiri mwanzoni alikuwa na maarifa sana, na maarifa yake yalikuwa ni mazuri, na ndio maarifa ya ulimwengu huu, na ndio maarifa ya kila mmoja, na vile na ndivyo ambavyo Biblia inatufundisha kwamba asiyefanya kazi na asile. Mtu huyu alifanya kazi, alilima, na baada ya kulima akafanikiwa, akapata mazao mengi sana. Mpaka hapo huyu mtu hana kosa lolote, sababu amefanya kazi, hajamwibia mtu, amelima. Sasa kwa nini anaitwa ni mpumbavu? Biblia inatuambia kwamba baada ya kuvuna mavuno mengi, akaona kwamba atayaweka wapi mavuno yake. Sio tu atayaweka wapi mavuno yake, atayaweka wapi ili akae, ajiridhishe, abweteke, atulie, are afurahi. Biblia inasema kwamba akaenda akavunja ghala zake ambazo zilikuwa ndogo, na akatengeneza ghala nyingine kubwa. Lakini alipomaliza kutengeneza, akajiambia, nafsi yangu, nafsi yangu, una vitu vyema vingi ulivyojiwekea akiba kwa miaka mingi. Pumzika basi, ule, unywe, ufurahi. Kitu hiki ndicho kitu ambacho Kristo anakiita na anampa huyu mtu kwamba ni tajiri mpumbavu, kwamba yeye baada ya kuvuna alisema akae chini, ale, afurahi kwa nafsi yake. Kwa nini nafsi imefanya jambo hili ambalo Bwana Yesu anatufundisha kama ni jambo baya? Kwa nini hili jambo la kukaa na kupumzika na kula na kunywa linakuwa jambo baya? Mungu anamwambia, wewe usiku wa leo mimi nitaitaka roho yako, na vyote ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani? Nafsi anakuwa adui dhidi ya maisha ya Kikristo au dhidi ya kumtafuta Mungu kwa sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, nafsi ina tabia kuu mbili. Tabia ya kwanza, nafsi ina tabia ya kujiridhisha yenyewe. Ina tabia ya kutaka kujiridhisha na kujijali yenyewe tu. Hiyo tabia ya kwanza nafsi, kwamba aiangalii wengine, kwamba aimwangalii mwingine. Ikija kumwangalia mwingine tayari imekwisha kujiangalia yenyewe, ndio inakuja kumwangalia mwingine. Tabia kuu ya nafsi, kutaka kujiridhisha. Tabia nyingine ya nafsi ambayo ndio inaifanya nafsi kuwa kama adui juu ya maisha yako ya kumtumikia Mungu, nafsi hairidhiki, haitosheki, nafsi haishibi. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe Kristo anataka atufundishe kitu katika maisha yetu, kwamba tunapomfuata yeye siku zote na wakati wote, tuiangalie nafsi yetu inazungumza nini na nafsi yetu inataka nini. Nafsi jinsi ilivyoumbwa, imeumbwa na kiu. Tutakuja kuzungumza wiki ijayo hiyo kiu ni kiu ya namna gani. Lakini ile kiu wewe unaweza ukaitafsiri katika maisha yako ni kana kwamba
ni kiu ya kula, kiu ya kukaa na kufurahi, lakini sivyo kiu halisi ambayo Mungu ameiweka kwenye nafsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumsifu Yesu Kristo. Nafsi imeumbwa na kiu ndani mwake. Na toka hapo mwanadamu alipoumbwa ana kiu ndani mwake. Ile kiu wengine wanafikiria kwamba ni kiu ya ulevi katika maisha yao. Na ndio maana wamekuwa wakinywa na kunywa, lakini hiyo kiu haijawahi kuisha katika maisha yao. Wengine walifikiri kwamba ni kiu ya uzinzi, kiu ya wanawake. Na ndio maana leo ana mwanamke huyu, anaona kiu yake haija katika bado. Kesho anakuwa na mwanamke huyu, wakati mwingine anakuwa na mwanamke huyu, wakati mwingine Mchina, wakati mwingine mzungu. Anajaribu kwenda mpaka mbele zaidi na kubadilisha kana kwamba atafika na kuishibisha nafsi. Nafsi yenye tabia ya kujiridhisha na yenye tabia ya kuto kushiba katika maisha haitoshiba kamwe kwa mambo ya ulimwengu. Kitu cha msingi unatakiwa ujiulize, wewe kiu yako ni nini? Ndani mwako ni kiu gani ambayo haitaki kukatika? Kiu ambayo umejaribu kuishibisha. Wakati mwingine Suleiman anatufundisha katika kitabu cha Mhubiri, Mfalme Suleiman. Tena ukianza tu mwanzoni, Suleiman sura ya kwanza ile kusoma mpaka sura ya pili, anatuelezea jinsi maisha yake jinsi yalivyokuwa, lakini mwisho wa siku anaita kuwa ni ubatili mtupu. Mfalme Suleiman alitaka kujiridhisha, na alikuwa ni mfalme kweli, na Mungu alimkirimia, alikuwa ni tajiri. Alitaka kujiridhisha na kila kitu hapa duniani. Anasema alijaribu kuburudisha moyo wake, alijaribu kukaa na kuoa wanawake wengi, alikuwa na wanawake zaidi ya 3000. Alijaribu kukaa na kujitengenezea mali nyingi, alijaribu kugusa hiki kugusa kile, lakini mwisho wa siku anasema aliona kana kwamba ni kupuliza upepo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliona kana kwamba kupuliza upepo, kiasi kwamba yeye anachokiona hakuwahi kamwe kuridhika katika yote ambayo alikuwa anayafanya. Ndugu msikilizaji, jiulize tena, nini ambacho unatamani kujiridhisha wakati wote? Wengine waliona kwamba simu zao kuchati na kuwa wakati wote busy kwenye mitandao wangeweza kujiridhisha. Nao hawakuweza kujiridhisha. Inapita mwezi, inapita mwaka, inapita miaka, bado tabia ile ipo na nafsi zao hazijawahi kuridhika. Wengine walifikiri kwamba kwenda disco, kwenda night club usiku na kucheza mziki wa dunia hii wataridhika mioyo yao, lakini mioyo yao mpaka leo haijawahi kuridhika. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine waliona kana kwamba wakikaa, wakafanya kazi, wakapata billions of money, wakapata fedha nyingi, wakafanya matanuzi, wataridhika nafsi zao. Nafsi zao hazijawahi kuridhika, na ndio maana mpaka kesho hawalali usingizi, wanapambana katika maisha ili waziridhishe nafsi zao na hazitokuja kuridhika. Ndivyo tajiri huyu anaitwa tajiri mpumbavu. Kuna vitu ambavyo angetakiwa kuvifanya kwa ajili ya kuiokoa nafsi yake, lakini yeye aliona kukaa chini, kula, kufurahi ndivyo atakavyoiokoa nafsi yake. Anamwambia Mungu, anasema usiku wa leo wataitaka roho yako, na vyote ulivyojiwekea akiba vitakuwa vya nani? Vyote ulivyojiwekea akiba kwa ajili ya nafsi zako vitakuwa vya nani? Kumbe kuna kitu ambacho sisi tunatakiwa tupambane nacho katika haya maisha. Licha ya kwamba nafsi zetu zinalia, zinaugua wakati wote, zinakuwa na kiu. Lakini ile kiu tutaangalia huko mbele, wakati mwingine tutakuja kuangalia majibu halisi ya kupambana au silaha halisi za kupambana juu ya nafsi zetu. Tutakuja kuangalia huko mbele. Hii kiu hairidhishwi na hayo unayoyafanya katika maisha. Utayafanya na utaendelea kuyafanya, na siku zote hautoridhika, isipokuwa tu utashindwa kujiwekea akiba ya nafsi yako, akiba ya roho yako mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa twende kwa adui wa pili. Adui wa pili dhidi ya kumtumikia Mungu au dhidi ya ufalme wa mbinguni. Adui wa pili ni watu wote wanaokuzunguka, au kundi la watu wanaokuzunguka. Wakati mwingine tunasema wote wanaokuzunguka wanaweza kuwa adui wa pili dhidi yako juu ya ufalme wa mbinguni. Hii inaweza tukalielewa zaidi au tukatafakari zaidi tukifungua kitabu cha Mathayo sura ile ya 10 kuanzia mstari wa 34 mpaka mstari wa 37. Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 34 hadi mstari ule wa 37. Hadi mstari ule wa 37. Neno la Mungu nasema, msidhani ya kuwa nimekuja kuleta amani duniani. La, sikuja kuleta amani,
bali upanga. Kwa maana nalikuja kumfitini mtu na babaye, na binti na mwanaye, na mkwe na mkwe mtu, na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Apendaye baba au mama kuliko mimi hanistahili, wala apendaye mwana au binti kuliko mimi hanistahili. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu anasema kwamba yeye hakuja kuleta amani, amekuja kuleta vita, amekuja kuleta mafarakano. Lakini anaendelea mbele, anaelezea haya mafarakano ambayo amekuja kuleta. Amekuja kuleta mafarakano kwamba kutakuwa na kufitiniana. Mtu atamfitini baba yake, na binti na mamaye, na mkwe mtu. Lakini zaidi sana anaenda mbele anasema, na adui za nyumba na adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui za mtu ni wale wa nyumbani mwake. Adui wa pili katika kumtafuta Kristo ni wote wanaokuzunguka. Wanaweza kufanyika adui wewe lewi usiuone ufalme wa mbinguni, ukabaki kuishi katika dhambi, ukabaki kuishi katika maisha ambayo hayampendezi Mungu, na mwisho wa siku ukasubiri hukumu ya mwisho. Wazazi wanaweza kuwa adui. Watu wengi leo hii wamekuwa pale walipo kwa sababu ya wazazi wao. Unaweza kusikia habari ya mtu kwamba ameandaliwa kuwa mganga wa kienyeji. Unafikiri nani ambaye amemwandaa mtu kuwa mganga wa kienyeji au akabidhishwe mizimu ya ukoo? Unafikiri nani ambaye anamwandaa? Ni binadamu. Wakati mwingine anaweza kawa ni mzazi wake mwenyewe. Mtoto amezaliwa leo, mtoto ana ubaya wowote, ana hila yoyote, lakini mzazi, mababu, mabibi, mizimu, wale ambao wameshika mizimu wamemwandaa yeye aje kuipokea mizimu na awe mkuu wa mizimu. Huyo anaweza kuwa adui wa kwanza. Sivyo hivyo tu, familia pia, wazazi, ndugu, jamaa na marafiki wanaweza kukufanya na kupoteza kwenda kutenda uovu au kufanya uovu. Wakati mwingine unapita kwenye magumu na matatizo makubwa katika maisha haya. Wakati mwingine unapita kwenye magonjwa. Leo wengi wanakuzunguka wanaweza kukushauri kwamba kwa nini usiende kwa mganga wa kienyeji? Kuna mganga sehemu fulani nzuri sana, hajawahi kushindwa. Rafiki yangu nenda. Wakati mwingine baba yako kabisa kwambia mwanangu nenda, hii itakokoa. Wengine wapo maofisini wanapitia changamoto na challenge mbalimbali, wanapotoa taarifa kwenye familia zao zinawashauri kwamba rudi nyumbani tukafanye matambiko. Kuna familia nyingine na koo nyingine, watu wa Kristo kweli wanaenda kanisani, wanamtafuta Mungu, lakini bila kuelewa kwamba adui wao ni nani katika maisha yao. Kila mwaka wanaenda kufunga mwaka kwa kufanya matambiko. Adui namba 2, tena huyu wakati mwingine ni adui ambaye wakati wote masaa 24 kila dakika yupo pamoja na sisi. Adui watu. Jiulize ndugu yangu, ni wazazi wa namna gani ambao unao? Lazima ujijue ni wazazi ambao wamempokea Yesu au ambao hawajampokea Yesu. Sio wakati wote wazazi wanaweza kutupa kitu kibaya, wanatupa vitu vizuri, lakini kwa upendo ule ambao Kristo anauzungumza kwamba apendaye baba au mama kuliko mimi. Kwa hiyo kuna kupenda, lakini kuna kupenda kuliko Kristo. Takiwa uelewe hapa vizuri. Kuna kupenda. Tunatakiwa tuwapende watu. Tuwapende baba zetu na mama zetu, lakini tunawapenda kuliko Kristo au tunawapenda Kristo, tunampenda zaidi ya wazazi wetu. Sasa Kristo anatufundisha somo, tunatakiwa tumpende Kristo kuliko tunavyompenda mtu yeyote. Na hii ipo katika kutenda haki au ipo katika kumtumikia Mungu. Unapokuja jambo ambalo ni la dhambi, mzazi anasema hivi au rafiki anasema hivi, ndugu anasema hivi, Kristo anasemaje juu ya hiko kitu? Kristo anakufundisha nini juu ya jambo hili? Kwa hiyo unatakiwa umfuate kwanza Kristo anafundisha nini. Kama mzazi ameangukia katika kile anachokisema Kristo, fanya. Kama mzazi au ndugu au rafiki ameangukia kile ambacho kipo kinyume na Kristo, hapa ndipo anaposema yatakiwa upende Kristo zaidi. Yatakiwa ufitiniane na huyo ambaye anakuambia ufanye ulichokupa nacho. Kikubwa natamani nizungumze na vijana kwa somo hili zaidi. Vijana wengi tunapotea sasa hivi katika dunia ya sasa ni kwa ajili ya marafiki ambao tunao. Rafiki yako ni rafiki wa namna gani? Ni rafiki upi? Ni rafiki ambaye wakati mwingine anazungumza nini? Anakutafakarisha nini? Wakati mwingine unaweza ukaamua leo kupiga step kwenda mbele zaidi kumtumikia Mungu, lakini rafiki yako anakurudisha nyuma. Rafiki yako
anakufanya usimtumikie Mungu ipasavyo. Swali hilo unatakiwa ujiulize wakati wote. Katika wanaokuzunguka, wale wanaokuzunguka, yupi ambaye siku zote unajikuta umetumbukia kwenye dhambi, lakini sababu akiwa ni yeye? Huyu ni adui mwingine, tunamuita adui namba 2. Na pia wakati mwingine tukipata nafasi wiki inayokuja, tutaangalia namna gani tutamshinda huyu adui rafiki. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni ngumu. Hivyo ilivyo sasa hivi ni kutokana na jamii unayoishi, ni kutokana na watu ambao wamekuzunguka. Wakati mwingine Bwana Yesu anafundisha katika kitabu cha Yohana sura 17 mstari 14, anasema mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Yesu alikuwa anasali sala hii, anaongea na Baba wa mbinguni. Anamwambia Baba, mimi hawa watu ulionipa nimewapa neno lako, lakini kwa sababu nimewapa neno lako hilo, ulimwengu umewachukia. Ulimwengu ni wakina nani? Ulimwengu ni wale wanaotuzunguka. Ni wale ambao wanaotuzunguka lakini wapo katika upande wa adui. Wakati mwingine kwa kutokujua, wakati mwingine kwa kujua. Anasema kwa kuwa wao si wa ulimwengu huu kama mimi nisivyo ulimwengu. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, cha kwanza katika maisha yako unatakiwa ujue wewe si wa ulimwengu huu. Ingawaje unaishi katika ulimwengu huu, kuna makao ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako. Na makao haya uweze kufika hivyo hivyo. Katika ulimwengu huu kuna watu wengi. Kuna ambao sio wa ulimwengu, kuna ambao ni wa ulimwengu huu. Lakini mtu ambaye ni wa ulimwengu huu au nafsi ambayo ni wa ulimwengu huu ni adui, shetani. Na yeye adui peke yake hataki kuingia motoni katika ziwa la moto ambao ameandaliwa. Anataka kwenda na wafuasi wake. Kwa hiyo unatakiwa ukae macho dhidi ya hao wafuasi wa adui wanaokuzunguka. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda tumalizie adui wa mwisho. Somo letu tutaishia hapa. Adui wa mwisho kabisa wa ufalme wa mbinguni na nguvu yake imekuwa ni hiyo ya mwisho, ni adui shetani, ibilisi. Namuita huyu ni adui wa mwisho kwa sababu ukiweza kuishinda nafsi, ukiweza kuwashinda wanaokuzunguka kwa kutokufuata yale wanakushauri, utaweza kumshinda adui nafsi kirahisi zaidi. Tufungue waraka wa kwanza wa Mtume Petro wa kwanza sura ya 5. Tutasoma kuanzia mstari 1, tutasoma mstari ule wa 8. Lakini pia baadaye tutafungua kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 10. Petro wa kwanza 5:8 inasema hivi: muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Muwe na kiasi, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akitafuta mtu ameze. Tumsifu Yesu Kristo. Tunafundishwa tuwe na kiasi wakati wote. Lakini kwa nini tuwe na kiasi? Kwa nini tuwe macho kiasi hiko? Kuna mafundisho mengi hapa Petro anafundisha, kusoma kuanzia mstari wa juu kabisa kule. Lakini anapofikia katika hili anamtaja adui ibilisi. Anamtaja adui shetani. Anamfananisha shetani ni kama simba angurumaye, wakati wote anazunguka masaa 24, achoki akikutafuta. Akikutafuta tuta Mungu. Kwa wakati wote unatakiwa uwe macho. Wakati wote unatakiwa ukae ufikirie, hiki kinatoka kwa Mungu au hiki kinatoka kwa adui. Adui amekuja kwa ajili ya kuharibu tu, kwa ajili ya kumtafuta mtoto wa Mungu amwangamize. Hataki kwenda katika ziwa la moto akiwa peke yake. Ndio maana Kristo anafundisha jinsi yeye amekuja kufanya nini na adui amekuja kufanya nini hapa duniani. Anatuweka macho anapozungumzia juu ya somo la mchungaji mwema katika kitabu kile cha Yohana sura ya 10 yote ukisoma hivi. Lakini sisi tusoma mstari wa 10 tu. Bwana Yesu anasema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Kwa hiyo anasema adui amekuja kwa ajili ya madhumuni haya. Yeye amekuja ili aibe kilichowekwa ndani mwako chema. Amekuja ili achinje nafsi yako, achinje kile ambacho anajua kitakuletea uzima wa milele, lakini pia ili aharibu. Ndio kazi yake tu na achoki. Wakati mwingine Mzaburi anatufundisha, Daudi katika kitabu cha Zaburi sura ile ya 42 nafikiri, sura kwanza na pili, anasema yeye alimtamani Mungu. Anasema nafsi yangu inakutamani kama vile ayala atamanivyo maji ya mto. Anasema kama vile ayala atamanivyo maji ya mto. Adui alimtamani Mungu wakati wote. Tumsifu Yesu Kristo. Daudi alimtamani Mungu wakati wote.
muda wote, kwa sababu tu alijua kuna adui ambaye achoki, kuna adui ambaye anamtafuta wakati wote. Ndio maana yeye pona yake akasema, nafsi yangu inakutamani Mungu, inakutamani Bwana wangu. Lakini sio tu inakutamani vivi, anajifananisha yeye nafsi yake inakutamani Mungu kama vile ayala anavyotamani maji ya mto. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakati nilisikia habari za ayala, nimalizie na kuelezea hiki kifungu. Kwa nini Daudi anasema nafsi yake inamtamani Mungu kama vile ayala anavyotamani maji ya mto? Kuna wakati nilisikia habari za ayala kutoka kwa mtumishi mmoja anaitwa Dr. Lengeju. Huyu ni mwalimu wa Biblia Katoliki. Anaitwa Dr. Lengeju, mwalimu mkubwa sana. Nilimsikia akisema kwamba kwa nini Daudi alimtamani Mungu, akatoa mfano wa ayala kama ayala anavyotamani maji ya mto. Anasema vitu viwili. Ayala ni mnyama ambaye yupo kama swala, jamii ya swala, anaishi katika maeneo ya baridi. Lakini dubu ni mnyama pia anafanania na simba, na yeye anaishi katika maeneo ya baridi huko. Kule msituni, dubu na ayala ni maadui wakubwa sana. Lakini dubu kitu anachokipenda zaidi ni ayala, anapenda kumla ayala anapomuona. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa ayala, kwa nini Daudi anaifanisha nafsi yake inavyomtamani Mungu ni kama ayala anavyotamani maji ya mto? Kuna sababu kuu mbili. Sababu ya kwanza, ayala kwa kuumbwa kwake amejaliwa kukimbia sana. Lakini pia ana udhaifu mmoja, anachoka haraka. Ila pia akichoka, ayala anakuwa na hema, anatweta ile anatweta kiasi kwamba hata ukiwa umbali mrefu unamsikia ayala akitweta, akiumia, akiwa na kiu kali. Na kiu yake wakati wote inaisha pale atakapopata maji. Akinywa maji, ayala anapona, anapata nguvu mpya na kuanza kukimbia tena. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ayala pona yake siku zote anataka maji ya mto. Hii somo ambalo tutakuja kutafakari wakati mwingine, lakini limeingia tu hapa. Roho Mtakatifu ametamani kutupitisha. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Ayala ana kiu ambayo aishi, kiu ya kutweta. Lakini sehemu ya pili ambayo ndio natamani nizungumze hapa juu ya adui wetu Shetani. Sehemu ya pili, ayala adui yake mkubwa ni dubu. Dubu. Na ayala anapokimbizwa na dubu anakimbia, lakini akijua kwamba atachoka upesi. Na dubu hachoki upesi. Dubu anakimbia taratibu kuliko ayala, lakini ayala anakimbia zaidi. Na dubu amejaliwa kitu kimoja. Dubu anahisi harufu ya ayala hata akiwa mbali. Kwa hata ayala akikimbia, akipotea, dubu atafuatilia ile harufu. Sasa pona ya ayala ni pale atakapokutana na maji, na sio maji tu, maji ya mto. Kwa nini maji ya mto? Kwa sababu akifika kwenye maji ya mto, atajiingiza kwenye maji ya mto, atajiosha, atavuka, atatoka. Kwa sababu maji ya mto hayasimami, yanakwenda mbele. Ile harufu ya ayala itakwenda na maji. Ayala akitoka pale, amekuwa bado ana umande, atoi tena harufu. Akiondoka katika njia yoyote, hata dubu akija pale, ajui ayala alipokwenda, kwa sababu yale maji yanakuwa yametoka na ile harufu yote, na ndio pona ya ayala. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, ndugu msikilizaji, kwa kumalizia tu, adui Shetani anakutafuta wakati wote. Ni kama simba. Biblia inatuambia ni kama simba ngurumaye. Achoki wakati wote, mchana, asubuhi, usiku anakutafuta. Unatakiwa ujue kwamba unatafutwa. Na hawa maadui wote watatu unatakiwa ufahamu vizuri. Na ujue mbinu zao jinsi gani wakati wote walala. Adui nafsi, adui wanakuzunguka watu, lakini adui huyu Shetani. Ili wakupate, wakunyakue, lakini zaidi sana ili Shetani huyu ajitwalie na yeye watu wakwenda naye katika ile adhabu ya mwisho aliyoandaliwa. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutapotokaje hapa na tunaponaje kutoka hapa? Wiki ijayo naomba usikose tena katika kipindi hiki. Naomba inapofika tu muda wa neno, hakikisha umekaa tayari kupokea namna gani ya kutoka katika maadui hao watatu. Tutaona wiki ijayo. Basi hapo ulipo unaweza kufumba macho yako, tumshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kila sababu ya kushukuru. Asante kwa wema wako, asante kwa upendo wako, asante kwa neno lako ambalo umetupatia, ambalo ni uzima wetu. Asante kwa kutufundisha juu ya maadui dhidi ya ufalme wa mbinguni. Wewe Bwana, hekima hii na maarifa haya yanatoka kwako, na kurudishia sifa na utukufu wote. Na kusihi zaidi sana, wakati mwingine tupe nafasi pia ya kutafakari namna gani ya kutoka hapa. Neno lako linatufundisha nini jinsi ya kuwashinda au maadui wakuu watatu. Naomba utupe hiyo neema, utulinde, tuweze kukutana tena wakati mwingine wiki ijayo. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, tunakushukuru. Amina. Ndugu yangu, kwa mawasiliano yangu kama mwanzo nilivyokuambia, kwa wale ambao walichelewa kidogo, kwa majina yangu naitwa Mwalimu Adriano Stefano Mkiriti.
Kwa taaluma mimi ni afisa wa serikali, afisa ushirika, lakini sitaki kuelezea hiyo sana. Mawasiliano yangu, namba yangu ya simu ni 0714 22 0005, 0714 22 0005. Amina. Basi tutakutana wakati mwingine, wakati ujao. Usikose na Mungu akubariki sana.